Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 9, ukweli katika Kristo hauna kikomo. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Yohana 6:57. Na tuombe. Asante Baba kwa upendo wako maishani mwetu. Tunajikabidhi kwako tunapoanza kuyasikiliza leo maandiko yako matakatifu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akanene nasi, na kupitia somo hili tukapate kukufahamu wewe na kuyaishi leo mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Ukweli katika Kristo na kupitia kwa Kristo hauna kikomo. Mwanafunzi wa maandiko huonekana kama anayelichungulia katika bubujiko lenye kuongezeka kina na upana anapoangalia ndani yake. Hatuwezi katika maisha haya kuelewa siri kuu ya upendo wa Mungu katika kumtoa mwanawe kuwafidia kwa dhambi zetu. Kazi ya mkombozi wetu katika dunia hii itaendelea kuwa somo ambalo itapanuka mawazo yetu kwa kiwango cha juu zaidi. Binadamu anaweza kujikaza kwa uwezo wake wote wa mafikara ili kuelewa undani wa siri hii, lakini mawazo yake yatachoka na kushindwa. Mtafutaji wa dhati ataona mbele yake upana kama wa bahari isiyo na ufuo wala kikomo. Ukweli kama ulivyo kwa Yesu unaweza kupatikana kwa kila mtu, lakini hauwezi kuelezeka. Upana wake na urefu wake unazidi uwezo wa maarifa yetu. Tunaweza kushughulisha mawazo yetu ya juu mno, na ndipo tutaona juu tu mipango ya upendo usioweza kuelezeka, ulioinuka kama mbingu lakini ukainama hata duniani kuweka sura ya Mungu kwa wanadamu wote. Hata hivyo, inawezekana kwetu kuona yote tunayoweza kushiriki katika rehema hizi za Mungu. Hizi hufunuliwa kwa mtu mnyenyekevu na mwenye toba. Tutaelewa rehema za Mungu kufuatana na jinsi tutakavyoikubali kafara yake kwa ajili yetu. Tunapochunguza neno la Mungu katika ukujufu wa moyo, mpango mkuu wa ukombozi utafunuliwa katika uchunguzi wetu. Utakuwa unaongezeka nuru kadiri tunavyozidi kuuangalia na tunavyozidi kutaka kuuelewa zaidi. Urefu wake na kina chake vitazidi kuongezeka. Maisha yetu hayana budi kufungwa pamoja na maisha ya Kristo. Yatupasa kila mara tupate nguvu kutoka kwake, tukimtumia aliye mkate ule ulioshuka toka mbinguni, tukipata maji toka chemichemi ambayo siku zote ni safi na ambayo wakati wote inatoa wingi wa hazina zake. Iwapo tutamweka Bwana mbele zetu daima, tukiruhusu mioyo yetu itangaze shukrani na kumsifu, tutakuwa na upya unaoendelea katika maisha yetu ya kiroho. Sala zetu zitageuka na kuwa mazungumzo na Mungu kama tufanyavyo kwa marafiki. Atazungumza nasi siri zake. Mara kwa mara tutajiliwa na furaha ya kuelewa kuwa tuko pamoja na Yesu. Mara kwa mara mioyo yetu itawaka ndani yetu anapotukaribia ili kuwasiliana nasi kama alivyofanya kwa Enoko. Ukweli huu unapotimizwa ndani ya Kristo huonekana katika maisha yake hali ya utulivu, unyenyekevu, upole na kujidhili moyo, ambavyo vinadhihirisha kwa wote wanaoshirikiana naye kuwa amekuwa na Yesu na kuwa amejifunza habari zake. Wote walio na dini ya Kristo itajidhihirisha kama kanuni inayotia uwezo, iliyo na msimamo
nguvu hai ifanyayo kazi na ya kiroho. Kutakuwepo maonesho ya wazi ya upya, uwezo, furaha na ujana wa kudumu. Utasoma katika Lulu za Uzima ukurasa wa 82 hadi 84. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 9. Ukweli katika Kristo hauna kikomo. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Asante kwa masomo haya ambayo umetufundisha siku hii ya leo. Tunaomba Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi na baraka zako zikaambatane pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yuaja.